Yes, karibu sana kwenye DNA Television. Muda huu uko na mimi kamanda wako Morgan Kalisa Master, the King Master Buffalo. Very sad situation. Bwana, kwa mashabiki wote ambao pia ni wadau wanaofahamu industry ya stand-up comedy, tumepata pigo kubwa katika tasnia, na hii ni baada tu ya kulipotiwa kwa kifo cha alikuwa mchekeshaji maarufu aliyekuwa anajulikana kwa jina la MC Pilipili. Na tulipata nafasi ya kuongea na mmoja kati ya marafiki wakubwa sana wa MC Pilipili enzi za uhai wake, na huyu si mwingine ni MC Garabi. Ameeleza jinsi ambavyo tukio zima lilivyokuwa na jinsi ambavyo taarifa zimemfikia yeye mwenyewe pia katika siku hii ya leo. Tasnia of course tokea mwaka 2011 huko. Yeah. 2011 kuna kazi ya sababu MC Pilipili alikuwa moto sana hizo. Ni MC mkubwa sana. Mimi ndo tulikuwa naanza, kwa hiyo tunafahamiana muda mrefu sana. Na kati ya vitu ambavyo mlikuwa mnashare sana kwa kipindi hiko ilikuwa ni kwenye kazi tu, au mlikuwa mnafanya kuna vitu vingine zaidi? Ilikuwa ni kazi zaidi, kwa sababu alikuwa anafanya MC, alikuwa anafanya stand up comedy, na MC Pilipili alikuwa ni wale watu wa kwanza kufanya stand up comedy, na alikuwa akiandaa show zake, tunamsaidia kwenye promotion na nini, tulikuwa nikihudhuria show zake pia. Kwa hiyo ilikuwa ni boss kazi zote za MC na stand up comedy na kwenye maisha ya kawaida. Taarifa hii imekuwa ni mbaya sana kwa watu ambao wanamfahamu MC Pilipili, na hata ambao wengine ambao walikuwa labda wamfahamu vizuri. Kama Tanzania tumepata pigo, tumepoteza mtu muhimu sana. Na kuna kipindi fulani ambapo yeye mwenyewe binafsi alisema kwamba alikuwa anapitia shida fulani. Kwako wewe kama mtu wake wa karibu, ni vitu gani ambavyo kipindi ambacho yeye anapitia shida zile mlikuwa mnashare na mkaweza kufikia lengo kwamba sasa MC Pilipili at least kuna kipindi akawa anasema yuko sawa? Vitu gani ambavyo mlikuwa mnashare zaidi, yani mlikuwa mnamsaidia maeneo gani zaidi ili kuhakikisha anakuwa sawa? Mara nyingi tulikuwa tunakaa pamoja kama hivyo, tukipigana simu, tunakutana, tuna have good time. Unajua yes, na mara nyingi amekuwa akija sana usini kwangu. Mimi wakati mwingine naweza hata nisila appointment naye, lakini atakuwa ukifika utamkuta tu yuko ofisini pale. Maana anakija tunakaa kama na wateja na nisubiri, baadaye tunaingia tunapiga story na nini. So tumekuwa hivyo. Baadaye labda wakati mwingine kama hivyo kanisani, ananileka kanisani kwao, kuna anaabudu pale kwa ni Musa. Yes, kwa Ndaja, na ni mzee wake wa kiroho yule. Maana na ameshakuja naye hata kusini kwangu kamleta kwa ni Musa. Kwa hiyo tumekuwa hivyo tunakuwa pamoja mara nyingi kwenye mawasiliano na kukaa pamoja. Sawa. Kuna mtu yote wa karibu wa familia ya MC Pilipili ambaye unafahamiana naye, labda tayari ratiba imeshatoka, kama kuna mtu anataka kwenda kushiriki kwenye jambo hili ili kumpumzisha na nini, ratiba yote umeshapata kwa sasa hivi? So far mazishi yatakuwa siku ya Alhamisi. Na itakuwa ni nyumbani kwao huko Dodoma, Swaswa. Na utaratibu zote zinazoendelea hivi sasa ni kwa ajili ya kukamilisha hiyo safari ya ndugu yetu. Na mpaka sasa bado kuna mipango ambayo inaendelea kufanyika, na mpaka baadaye mchana kutakuwa na taarifa ambazo ziko rasmi zaidi. Sawa. Lakini jambo ambalo pia watu wengi wanajiuliza, imekuwa ghafla sana, na wewe ulikuwa ni mmoja wa watu ambao mko naye karibu, umeshapata kujua labda shida ni nini ilikuwa mpaka ikawa hivyo kupelekea mauti yake? So far bado kuna mengi ambayo nazungumza. Nachofahamu ni kwamba alienda Dodoma kwa ajili ya kazi, ambako alikuwa anatakiwa ahudumie harusi jana ile pale Dodoma. Sasa kilichotokea nafikiri ameshafika Dodoma, na kitu gani kimetokea ndio hapo sasa bado tupo kwenye sintofahamu. Na hapa kinachotokea sasa hivi tutasubiri taarifa postmortem ambayo ndio itatupa taarifa kamili kitu gani ambacho kimemkuta ndugu yetu. Lakini alikuwa mzima, ametoka hapa ameenda Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi. It was okay. Sawa. Nashukuru sana MC Garabi kwa mrejesho mzuri kutoka kwako. Nadhani tutaungana pamoja kwenye safari hii ya kwenda kumpumzisha ndugu yetu. Asante sana. Nashukuru.